NSSF ni mfuko wa taifa wa fedha ya jamii ambao umeanzishwa rasmi na serikali kwa ajili ya kutukinga sisi wanajamii tunapopitia changamoto mbalimbali katika jamii yetu. Kwa upande wa maafisa usafirishaji, ningependa kuongelea katika masuala mazima ya bima ya afya. NSSF sisi tunatoa bima za afya kwa watu wetu ambao watakuwa wanajichangia. Kima cha chini cha kujichangia NSSF ni shilingi 30,000 kwa mwezi. Lakini 30,000 inaweza ukatengenezwa control number ambayo unakuwa unajiwekea kila siku shilingi 1,000 mpaka kufikia mwisho wa mwezi shilingi 30,000. Na kwenye upande wa matibabu tunatibu kupitia ngazi ya wilaya, mkoa mpaka taifa, na unatibiwa wewe, mwenza wako pamoja na watoto 4 ambao wako chini ya miaka 18, kama yuko chuoni miaka 21, na mnatibiwa bure kabisa. Na matibabu hayo hayahusiani na michango yako. Kikubwa uwe tu unaendeleza kuchangia, unatibiwa bure. Kitu kingine ambacho nahisi tutaweza kunufaika sisi kama maafisa usafirishaji, NSSF tunatoa mafao ya ulemavu. Mafao haya anayapata mwanachama wetu anapokuwa amechangia kwa muda usiopungua miaka 3, sawasawa na miezi 36, ambao ikafika kipindi ukapata ajali, kuna ajali ambazo zikaathiri utendaji kazi wako. Let's say umepata ajali imeathiri labda mikono yako yote na ulikuwa mwanachama wetu, na daktari amethibitisha kwamba kutokana na ajali hii mtu huyu hataweza tena kufanya shughuli zake. Hivyo barua hiyo ikija ofisini kwetu na ulikuwa kama ulichangia kwa muda usiopungua miaka 3, wewe utaweza kunufaika na mafao ya ulemavu. Utalipwa pensheni yako ya ulemavu mpaka utakapokufa. Na fao lingine ni fao la uzee. Tukijiwekea akiba yetu kwa muda usiopungua miaka 15 na zaidi, na sifa kuu inatakiwa mtu awe mzee, na uzee unaanzia miaka 55 mpaka 60. Kwa kujiwekea akiba yako pia unaweza kunufaika na mafao haya ya uzeeni na kupata pensheni yako mpaka kifo.